Kwa miaka mingi sana, watu wengi wamefundishwa kutoa sadaka. Watu wanaamini kwamba ukitoa zaidi, utapata zaidi. Na wengine wanaamini kwamba ukitoa kile ulichonacho chote, yani ukijimaliza, basi milango ya utajiri itafunguka. Lakini sasa, ukiangalia maisha halisia haya tunayoishi, utaona jambo moja la kushangaza. Kuna watu wamekuwa ni watoaji mfululizo kwa miaka 10, 20 au hata 30, lakini bado wanaishi katika hali ile ile. Hakuna mabadiliko chanya. Na kuna wengine wametoa mpaka pesa ya chakula, pesa ya kodi, au hata pesa ya matibabu, wakiamini kwamba kesho kutakuwa na muujiza mkubwa zaidi. Lakini badala kuona ongezeko, wanajikuta wanazama zaidi kwenye madeni na umaskini. Sasa swali kubwa ni hili hapa. Watu wanakosea wapi? Je, sheria za universe zilikosea? Au kuna kitu hatujakielewa kuhusu maana halisi ya sadaka? Sasa leo katika video hii hatuzungumzii dini yoyote. Hatupingi imani ya mtu yoyote. Hapa tunazungumzia kanuni za nishati na sheria za ulimwengu ambazo zinamhusu kila binadamu bila kujali dini yake. Yaani hapa kila mtu anaingia katika somo hili. Sasa basi, naomba unisikilize kwa makini sana. Leo utakwenda kubadilisha kitu kikubwa sana katika maisha yako. Hautatoka kama ulivyokuja katika video hii. Tukija katika mtizamo wa universe, sadaka ni nini? Universe huwa haiangalii jina la mahali ulipopeleka sadaka. Universe haiangalii kama wewe ulitoa kanisani, msikitini au mahali popote. Universe huwa inaangalia zaidi umetoa ukiwa katika nishati gani ndani yako. Kila tendo unalolifanya hapa duniani huwa lina vibration yake. Yaani kila kitu unachokifanya huwa kina mtetemo wake. Sasa leo naomba uelewe, sadaka sio pesa. Sadaka ni uhamisho wa nishati au nguvu kutoka kwako kwenda kwa mwingine kwa nia ya kuongeza thamani. Sio, tunaelewana? Ni uhamisho wa nishati kutoka kwako kwenda kwa mtu mwingine kwa lengo la kuongeza thamani. Unaweza ukatoa pesa, chakula, maarifa, muda wako, nguvu zako, ujuzi wako, upendo, faraja, msaada. Yaani vyote hivyo ni sadaka. Kwa hiyo sadaka sio pesa tu kama ambavyo wengi wamekariri. Kama wewe ulimsaidia mtu akapata kazi, tambua kwamba umetoa sadaka. Kama ulimfundisha mtu ujuzi ambao umesaidia kubadilisha maisha yake, hapo umetoa sadaka. Kama ulimlisha mwenye njaa, umetoa sadaka. Kama ulimsikiliza mtu aliyekuwa amekata tamaa, ukampa tumaini, hapo umetoa sadaka. Na universe huwa haihesabu kiasi pekee. Yaani universe haiangalii kwamba wewe umetoa bilioni 1 au wewe umetoa 1000. Universe inahesabu athari ya nishati iliyotoka ndani yako. Yaani wewe kama ni tajiri, ukaenda kumpa tajiri mwenzio bilioni 1 au milioni 10. Hiyo sio sadaka. Pale hakuna thamani yoyote uliyoifanya. Hakuna mabadiliko yoyote hiyo pesa inakwenda kufanya. Sadaka ni lazima ikabadilishe thamani ya mtu. Ni lazima ikasolve kitu fulani. Hiyo thamani inayopatikana baada ya wewe kutoa ndio tunasema sadaka. Sasa tunakuja kwenye kosa kubwa ambalo watu wengi huwa wanalifanya kwenye kutoa sadaka. Na ndio maana wanaona hawapati matokeo kwenye utoaji wao. Na hili kosa ni common. Tumerithishwa tangu vizazi na vizazi. Watu wengi wanatoa kwa sababu ya hofu. Wanatishwa. Na hapa ndipo tatizo linapoanzia. Watu wanatoa kwa sababu ya nisipotoa nitapata mkosi. Nisipotoa mambo yangu yataharibika. Nisipotoa nitafungwa. Nisipotoa nitakosa baraka. Sasa kwa lugha ya nishati, hawa watu hawatoi sadaka. Wanatoa hofu.
Universe haiangalii kiasi unachotoa. Unapotoa huku ukiwa na mtetemo nyuma yako wa hofu, mtetemo wa kukosa kitu fulani, universe inasoma ile hofu na inahesabu kwamba wewe umetoa hofu, na universe inazidisha kile ulichokituma. Sio, tunaelewana? Ukitoa ukiwa katika vibration ya hofu, tambua kwamba unajizidishia hofu zaidi. Ukitoa ukiwa katika vibration ya upungufu, unazalisha upungufu zaidi. Na ukitoa ukiamini kwamba wewe ni maskini, universe inathibitisha ule umaskini uliouamini. Yaani yenyewe universe haiangalii kwamba wewe umetoa milioni 10. Haiangalii kwamba wewe umetoa mshahara wako wote. Inaangalia ule mtetemo wa ndani yako. Na hapa ndipo watu wengi wanakosea. Watu wanatoa pesa lakini ndani yao kuna hofu. Wanatoa sadaka lakini ndani yao kuna maumivu. Sadaka inawauma. Wanatoa lakini moyoni wanahisi wamepoteza kitu. Na universe inasoma hisia kuliko maneno au matendo yako. Kwa hiyo jitafakari. Unapotoa sadaka, ndani yako huwa unatoa mtetemo gani? Huo mtetemo unaosindikiza hiyo sadaka yako ndio universe inaosoma. Na kitu kingine kinachofanya watu wengi wanazidi kuwa maskini ili hali ni watoaji wazuri sana wa sadaka, ni kwa sababu wanatoa kutoka kwenye kikombe kilicho tupu. Wanatoa kwa kujimaliza. Tunasema sadaka za kujimaliza. Sasa sheria ya universe haisemi kwamba ujimalize kwanza ndipo upewe. Universe inasema jijaze kwanza ndipo utoe. Nadhani unaweza ukashtuka sana kutokana na hili. Lakini naomba nikwambie, mtu ambaye ana pesa kidogo, yani pesa yake haitoshi hata kununua chakula, alafu anatoa pesa yake yote kwa matumaini ya muujiza kwamba kesho kutakuwa na muujiza. Anakuwa anafanya kwa hisia za dharura na hofu. Yaani huyu mtu hofu haiwezi kumwacha. Wewe umetoa sadaka, pesa ya kodi au pesa yako ya kula yote, ni lazima ubaki na hofu ya kuwaza kwamba kesho itakuwaje, kodi yangu italipwa vipi, nisipopata huu muujiza nitaishi vipi. Na universe huwa haisikii kiasi ulichotoa. Yaani universe haijui kama wewe umetoa pesa ya kodi, haijui kama wewe umetoa pesa ya chakula. Universe inasikia hali yako ya ndani. Na ndani yako kuna sauti inayosema sina, nimebakiza kidogo, naogopa nitaishije. Na hiyo ndio nishati inayoendelea kuzalishwa. Na ndio maana watu wengine wanatoa kwa miaka mingi sana, lakini fahamu zao bado zimefungwa kwenye upungufu. Bado wanaishi kwenye nishati ya umaskini. Sadaka ya kweli huwa inaanzia kwenye hisia ya wingi. Yaani unajihisi kwamba mimi ninazo nyingi, ndio maana natoa. Usitoe mpaka senti yako ya mwisho, kwa sababu ni lazima utabaki na maumivu. Na maumivu yatazalisha hofu ya kesho. Unapotoa sadaka, unatakiwa kujisikia kwamba mimi ninazo nyingi za kutosha. Nina uwezo wa kushiriki hii sadaka. Sio kwa kulazimishwa. Yaani kwa mfano umeenda mahali, ukakuta watu wana uhitaji. Hutakiwi kulazimishwa au kuhamasishwa. Inatakiwa wewe mwenyewe ujione, unawiwa kutoa kutoka ndani yako. Sio mtu akulazimishe au akupe hofu au akupe sababu za kwa nini utoe hiyo sadaka. Ukilazimishwa, hiyo sio sadaka. Lazima ujisikie kushiriki hiyo sadaka kutoka ndani yako. Hiyo ndio sadaka ya kweli. Sifa nyingine ya sadaka ya kweli ni lazima ujihisi kwamba ninachokitoa hakinipunguzii. Yaani ukishatoa usibaki na stress au mawazo kwamba nimepunguza bajeti yangu, nitaishi vipi au mambo yatakuwaje. Na lazima uamini kwamba kuna nyingine zaidi zitakuja. Yaani usiwe katika hali ya mashaka au kuwaza kwamba nitapata wapi tena pesa nyingine. Hiyo ndio frequency ya wingi wa pesa. Na siku zote mtu anayetoa kutoka kwenye hii frequency ya wingi wa pesa huwa haumii baada ya kutoa. Yaani hawazi chochote, kwa sababu ndani yake hajahisi kupoteza, amehisi kushiriki
ameguswa kutoka ndani yake, na universe huwa inaipokea hiyo vibration. Na ndio maana katika maisha yetu ya kawaida huwa tunawaona watu wenye pesa huwa wanazidi kuzipata zaidi, na wale maskini huwa wanazidi kuwa maskini zaidi. Kwa nini? Kwa sababu mtu mwenye pesa akitoa huwa anatoa akiwa katika frequency ya wingi zaidi. Anakuwa hana hofu ndani yake, hapati hofu ya upungufu, hana hofu ya kesho, kwamba nimetoa hii, kesho nitaishi vipi. Na pia watu wengi huwa wanaamini kwamba sadaka ni mpaka kwenye nyumba za ibada tu. Yaani ile siku anayokwenda kuabudu ndo anajiandaa sasa, anabeba sadaka yake. Anaamini kwamba huko ndiko ambako kuna stahili kutoa sadaka. Katika sheria za universe, kila sehemu ambayo inabadilisha maisha ya mtu inaweza kuwa sehemu ya sadaka. Unaweza ukamsomesha mtoto ambaye hawezi kujilipia ada, ukamnunulia mgonjwa dawa, ukamsaidia mjane akaanzisha biashara. Unaweza ukamlipia mtu mafunzo fulani, ukanunua chakula kwa mtu mwenye njaa, ukamsaidia yatima, ukamwezesha mtu kujitegemea. Na katika mtazamo wa universe, sadaka yenye nguvu zaidi ni ile inayoongeza uwezo wa maisha ya mtu mwingine, au inayoongeza thamani kwenye maisha ya mtu mwingine. Kwa maana hiyo basi, sadaka yenye nguvu zaidi ni ile inayotolewa kwa wahitaji, mtu ambaye ana uhitaji na hicho kitu. Sio unakwenda kumpa sadaka tajiri mwenzio au mtu ambaye unajua hana njaa afu wewe unampelekea chakula. Pale hujaongeza thamani. Kampe chakula mtu mwenye njaa, vile anavyoshiba, ile ni thamani umeongeza. Mtu ambaye hana uwezo wa kujilipia ada, wewe ukamlipia, tayari umeongeza thamani kwenye maisha yake. Unaweza ukampa rafiki yako 1,000,000 na isiongeze thamani yoyote katika maisha yake, yaani ikawa ni kama tu mmechezea pesa. Lakini ukampa mtu 1,000 tu na ikaongeza thamani kubwa sana katika maisha yake, na universe ikasoma hiyo sadaka kama ni sadaka kubwa zaidi kuliko hiyo 1,000,000. Na pia sadaka, ili iwe sadaka ya kweli, ni lazima uzingatie hisia unazozipata baada ya kutoa kuliko kiasi ulichotoa. Hapa naomba tuelewane vizuri. Watu wengi huwa hawalijui hili. Zile dakika 5 tu baada ya kutoa sadaka ndio zinaamua matokeo ya nishati yako ya utoaji. Ukitoa sadaka alafu kaanza kujuta kwamba mbona nimetoa nyingi, nilipaswa kubakisha, alafu mimi nitaishi vipi, nitasaidiwa na nani, je hii sadaka itarudi? Hiyo hisia unayoipata tayari umeshafuta vibration ya utoaji. Lakini ukitoa alafu ukajihisi ndani yako kwamba nimefanya jambo jema, nimeongeza thamani, nimekuwa sehemu ya suluhisho katika maisha ya fulani, hapo unatuma signal tofauti kabisa. Unatuma signal yenye frequency za juu, na universe inajibu zaidi hali ya ndani kuliko kiasi cha fedha. Kwa hiyo angalia sana, baada ya kutoa sadaka huwa unajisikia vipi? Na pia unapaswa kuelewa kwamba sadaka haiwezi kununua matokeo. Sadaka sio biashara. Watu wengi wao wanaamini kwamba sadaka ni kama biashara fulani, kwamba unatoa hiki alafu baadaye unapokea kitu hiki. Sadaka sio tiketi ya mafanikio. Sadaka haiwezi kuchukua nafasi ya nidhamu, maarifa au kufanya kazi kwa bidii. Yaani kama wewe unatumia pesa vibaya, sadaka haiwezi kurekebisha matumizi yake. Yaani usije ukajidanganya kwamba ngoja nitoe hii sadaka alafu katulia nasubiria muujiza, alafu unaendelea kutumia pesa vibaya, huna nidhamu na pesa zako. Sadaka haiwezi kukushushia muujiza. Kama wewe ni mtu ambaye hutaki kujifunza, sadaka haiwezi kukuletea maarifa. Kama wewe hufanyi kazi yoyote, sadaka haiwezi kuwa mashine ya kutengeneza pesa. Yaani kuna watu hawafanyi kazi yoyote, hawana bidii katika kazi zao, wanatarajia muujiza kutoka kwenye sadaka ambayo wamelazimishwa kuitoa kwa hofu. Yaani mtu anaenda kutoa sadaka anajitegeza kabisa, anasema naenda kutoa hii, halafu nasubiria muujiza wangu sasa na mimi nipokee. My dear, sadaka sio mbadala wa uwajibikaji wa maisha.
Na naomba nikufunulie siri hii. Sadaka yenye nguvu zaidi sio ile inayokuumiza zaidi, ni ile inayozalisha thamani kubwa zaidi. Yaani wewe unaweza ukatoa 1,000,000 kwa mtu ambaye unajua hana shida na hiyo 1,000,000, na mtu mwingine anaweza akaenda kumpa mjane 1,000 akafanikiwa kununua mboga, akasonga ugali akala. Yule aliyetoa 1,000 ametoa sadaka yenye nguvu zaidi kuliko huyu ambaye ametoa 1,000,000 ambayo haijaenda kubadilisha chochote kwa yule mtu. Yaani ipo hivi, kumfundisha mtu kuvua samaki kunaweza kuwa na athari kubwa zaidi kuliko kumpa mtu samaki mmoja. Yaani kumjengea mtu uwezo wa kujitegemea kunaweza kubadilisha kizazi kizima. Universe huwa inapenda ukuaji. Inapenda kuona thamani fulani inaongezeka mahali fulani. Sasa pale unaposaidia maisha ya mtu kupanda ngazi moja juu, yaani kumwezesha kufika mahali fulani, umezalisha nishati ya ukuaji. Na ukuaji huwa unavutia ukuaji zaidi. Kwa mfano, mwalimu anayemfundisha mwanafunzi maarifa ambayo yatamsaidia yeye kupata kazi, huyo ametoa sadaka yenye thamani kubwa sana. Na mama ambaye analea mtoto kwa upendo, kila siku anakuwa anatoa sadaka ya muda wake, nguvu yake na upendo wake. Na pia mtu ambaye anatoa maneno ya matumaini kwa mtu ambaye ameshakata tamaa, anaweza akabadilisha maisha ya mtu bila hata kutoa shilingi moja. Sasa universe huwa inaangalia kama umeongeza thamani katika maisha ya mtu mwingine. Kadiri thamani unayozalisha inavyoongezeka, ndivyo mzunguko wa nishati ya utoaji na upokeaji inavyokuwa kubwa zaidi. Mpaka hapa unaweza kuwa unajiuliza, je, maskini hatakiwi kutoa sadaka? Au wanaotakiwa kutoa sadaka ni wale matajiri tu kwa sababu wao wana frequency ya wingi wa pesa? Naomba unisikilize kwa makini. Frequency ya wingi wa pesa sio kuwa na mamilioni. Frequency ya wingi wa pesa ni hali ya ndani ya kuamini kwamba maisha yana uwezo wa kuendelea kukupa zaidi. Yaani mtu anaweza kuwa na shilingi 10,000 tu, lakini akawa na frequency ya wingi wa pesa ndani yake. Na mwingine anaweza akawa na 1,100,000, lakini akaishi kwenye hofu ya kupoteza kila kitu. Frequency ya wingi wa pesa ni ile hali ya wewe kuamini kwamba tayari una pesa nyingi kabla akaunti yako ya benki haijasoma. Na ukitoa ukiwa katika frequency hii, ndani yako kuna sauti inakwambia kwamba ninaamini maisha yanaendelea kutiririka. Sihitaji kushikilia kila kitu kwa hofu. Ninaamini kwamba kuna zaidi kuliko hiki ninachokitoa leo. Sasa hapo ndipo utoaji unakuwa sehemu ya mtiririko wa nishati badala ya kuwa tendo la kujinyima au kujipa hofu. Na kabla sijamaliza hili somo, naomba nigusie hili kundi la watu ambao wenyewe wanatoa ili kujionesha kwa watu. Yaani watu wanione kwamba mimi nimetoa kiasi fulani au kwamba mimi ninazo. Sasa katika hali hiyo, sheria ya universe inasema hivi, wewe tayari umeshajilipa. Unapotoa ili uonekane na watu, mtetemo wako unakuwa katika kujionesha ili watu wakuone, wakusifie. And of course, ukishatoa watu watakuona na watakusifia, watakuongelea kwamba fulani ana pesa, fulani ana pesa. Hayo ndio malipo yako. Yaani universe inakuwa tayari imeshamalizana na wewe, kwamba wewe umetoa kwa mtetemo wa kujionesha na watu wameshakuona, wamekusifia. Hayo ndio malipo yako. Usitarajie malipo mengine zaidi ya hapo. Na ndio maana watu wengi wanalalamika, mimi ni mtoaji sana, najitahidi sana kutoa. Je, unapotoa huwa unakuwa na mtetemo gani ndani yako? Unakuta mtu anamsaidia mtu ili watu wamuone, ili watu wamsifie. Sasa watu wakisha kuona na wakisha kusifia, hayo ndio malipo yako. Huo ndio mtetemo ulioutangaza mbele ya universe, na universe imekurudishia huo mtetemo. Umesifiwa, umeonekana. Basi, na ndio maana sadaka ya kweli ambayo inaleta matokeo chanya kwako
Sio lazima watu wakuone, sio lazima kuutangazia ulimwengu. Universe haihitaji validation kutoka kwa watu kwamba wewe ni mtoaji, wewe uwe unasaidia sana watu. Mtetemo wako ndio kila kitu. Unaweza ukawa ni kweli unasaidia sana watu, lakini unawasaidia ukiwa na mtetemo wa kutaka tu kuonekana. Kwa hiyo universe inabaki tu kukutizama. Universe haijawahi kuwa na tatizo na sadaka. Tatizo limekuwa namna binadamu wanavyoielewa. Watu wengi wamefundishwa kuangalia kiasi walichotoa, lakini watu hawafundishwi wanatakiwa kuwaje pale wanapotoa sadaka na baada ya kutoa sadaka. Sio kila anayetoa anakuwa ametuma nishati ya wingi wa pesa. Wengine wanatoa hofu, wengine wanatoa hatia, wengine wanatoa maumivu, na wengine wanatoa kwa kulazimishwa. Na universe inajibu kile kilichokuwa ndani yako wakati wa utoaji. Sasa kabla hujatoa sadaka, jiulize, je, natoa kwa upendo au kwa hofu? Natoa kwa wingi au kwa upungufu? Natoa kwa hiari au kwa kulazimishwa? Je, natoa ili kubadilisha maisha au kununua muujiza? Siku utakapoelewa kwamba sadaka ni mzunguko wa nishati ya thamani, sio biashara ya kubadilishana baraka, ndipo utakapoanza kuona utoaji kwa macho mengine kabisa. Na hapo ndipo sadaka itaacha kuwa mzigo kwako. Utaanza kutoa sadaka zenye thamani kubwa zaidi. Kama unahisi umechoka kuishi maisha ya kupelekeshwa na hofu, basi huu ni wakati wako. Na kukaribisha sana katika darasa langu la WhatsApp, darasa la nguvu za universe. Hili sio darasa la kawaida. Hili ni darasa la kiroho. Utajifunza kuelewa sheria za universe, kuinua vibration yako, kubadilisha mindset ya upungufu kuwa mindset ya wingi wa pesa. Utajifunza kutawala hisia zako badala ya hisia kukutawala. Utaelewa nguvu ya ubongo wako, jinsi unavyofanya kazi. Utajifunza pia kanuni za manifestation. Utajifunza kuwa master wa nishati yako na kuishi kwa ufahamu zaidi. Sasa haya sio masomo ya kukariri. Haya ni maarifa ambayo yatakufanya wewe ujitambue, utengeneze nidhamu yako ya ndani na uboreshe namna unavyoendesha maisha yako. Kama wewe ni mtu ambaye upo tayari kujifunza, upo tayari kwa mabadiliko, una mtazamo chanya, basi karibu sana kujiunga na darasa hili. Unaweza kutuma message nishati kwenda kwenye namba hii hapa unayoiona mbele ya screen yako, au ukabonyeza link ambayo nitakuwekea hapo chini kwenye comment. Angalia comment ya kwanza kabisa. Itakupeleka moja kwa moja inbox WhatsApp. Utapewa maelekezo yote ya namna ya kujiunga na darasa. Ukituma message kwenye hii namba inayoonekana kwenye screen yako, tuma kwa WhatsApp. Message za kawaida au ukipiga simu hazitashughulikiwa. Asante sana kwa kunisikiliza na nakusihi subscribe channel hii ili video zinazofuata zisije kukupita. Share video hii na wengine waweze kujifunza.